waliingia kwa imani na wakathibitika, ama wakasimama imara kwa njia gani? Waliingia kwa imani na wakathibitika na wakasimama imara mpaka mwisho kwa njia gani? Walitumia vigezo gani ili wakasimama mpaka kifo, mpaka mwisho wa maisha yao? Kwa hivyo na sisi lazima tuelewe imani yetu na misingi yetu kuna ndugu yangu kuna vile tunaelewa katika maandiko kwamba wale ambao wamewahi simama na maandiko, kila ambacho kilifanya yaliandikwa ili kusaidia sisi ambao tunakuja nyuma. Kwa hivyo msomaji, ningependa unatusomea kwa hivyo ni somo fupi, lakini ni la maana sana kwetu kwa vile ambavyo tunafaa kujiweka kwa imani hii. Sasa unapoangalia katika Biblia, nimetangulia kusema kwamba tunajumuisha maandiko ya awali, the first principles of our faith. Hiyo ndio tunaenda kuangazia kwa kifupi, kwa ufupi. Unaposoma kitabu cha Warumi 15:4, kuna mambo yanatuambia na hayo yanatufaa sisi kama tunataka kusimama katika imani hii. Kwa hivyo Mungu amewahi toa mwelekeo katika kila jambo, na ni sisi wanadamu tu tunaweza tukajifanya tusikae katika ukweli huo na tusikue kila ambacho Mungu anataka tuwe. Kusoma hiyo inasema kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko hiyo tupate kuwa na tumaini. Kwa hivyo hapo tunaona kila andiko linasema yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutuonya sisi na kutufundisha. Kwa hivyo ina maana kama yangeandikwa, basi hatungekuwa na kitu leo hii tunatumainia, hatungekuwa na kumbukumbu la ukweli wetu. Kwa hivyo ndio maana huwa anapenda hata mimi ninapokaa kusikiliza walimu wengine, nikisikia anaongea kitu ambacho mimi sijawahi kisoma nifika hapo, lazima niandike chini ama nikinukuu mahali ili niende kuongeza kwa elimu yangu ambayo niko nayo. Kwa hivyo yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili yatuonye sisi. Kwa hivyo na sisi ili tuwe wanafunzi wazuri, lazima tuwe tunaandika kwa ajili ya kumbukumbu, maana yaliandikwa ili kutukumbusha. Kwa hivyo vile tuko hapa, Mungu ametuita tuwe wanafunzi wa mtoto wake, maana Kristo alisema nenda muwafundishe wote. Ukisoma ile Mathayo 28 aya ya 19 mpaka 20. Kwa hivyo wewe ndio umesikia wito na injili ya Kristo, wewe umeshakuwa mwanafunzi wake. Vile umekuwa mwanafunzi wake, sasa unafaa uwe na elimu kama yake. Sasa hii elimu kama yake huwezi kuwa nayo kwa kusikiliza tu na kuenda bila kunukuu mahali, maana huwezi ukashika kitu ikakaa kwa akili muda yote. Ndio maana Mungu akaelewa akatuandikia, lakini utakapokuwa unakisoma mara kwa mara kinakolea sasa kwa akili yako, hatuwezi kukatoka. Kwa hivyo ili kitolee, lazima kwanza ukiandike ili uwe unakipitia mara kwa mara, ndio kiingie kikae kwa long term memory, ndio kisitoke. Kwa hivyo yalitangulia kuandikwa ili yatuonye sisi. Kwa hivyo na sisi ili tuwe wanafunzi na tuwe walimu wa baadaye, lazima tuwe tunaandika ndio tuwe na kumbukumbu ya baadaye, ndio tuwe walimu wa baadaye. Sasa maandiko ya awali tunaambiwa kwamba wale ambao wamewahi kuwa walimu ni wale ambao wanafaa, yaani wako na kusudi hilo. Hebu soma Timotheo wa 2 aya ya 2. Kwa hivyo vile mmesikia yalitangulia kuandikwa. Kwa hivyo na wewe ukiandika yatakusaidia, hata ukienda kukumbana na mwingine ambaye ataelewa, utakuwa unalifaa ili upate kumwelewesha. Sasa tusomee hiyo 2 Timotheo wa 2
inasema na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi. Sasa Paulo anamshauri Timotheo kwamba mambo aliyoyasikia mbele zake mbele ya mashahidi wengi, hayo wakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Sasa hiyo ndio jambo hapo ningependa kufikiria maana watakaofaa na kuwafundisha wengine. Kwa hivyo pia tuko hapa, tuko wachache, lakini tunafaa tuwe na elimu ya kufundisha wengine. Last time nilisema kwamba wewe mtu mmoja unaweza ukamzuru familia yako mzima ama kijiroto. Maana ukiangalia kisa cha Rahabu alipowakaribisha wale wapelelezi walipotumwa na Yoshua, kulingana na kule kuwakaribisha, alipata kuokoa nyumba yao mzima, yaani nyumba yao ilikubalika na Mungu hakuiharibu. Kwa hivyo ina maana hata sisi tunapoendelea kusoma na tuko na nia ya kuelewa mambo ya Mungu, ina maana tutafaa na kufundisha wengine ukweli huu. Kwa hivyo kila ambacho naendelea kusikiza ni kwamba tunapoandika tunaenda tunalifaa. Tukifaa tutakuwa na elimu na tufundishe wengine pia. Sasa wale ambao wamepata elimu hiyo wataitumia kufanyia nini elimu hiyo? Sasa nisomee 4:15 kitabu cha Nehemia. 4:15 kitabu cha Nehemia. Sasa hao wenye wanafaa vile Paulo anasema kwamba uwapee watakaofaa kuwafundisha wengine. Sasa hao wenye wanafaa kuwafundisha wengine wanafaa kufanya nini? Tusome tusikie. 4:15 Nehemia. Kisha ikawa adui zetu waliposikia ya kuwa tumekwisha kupata habari. Sasa ni Nehemia wanajenga mnara ama wanajenga hekalu la Yerusalemu. Sasa maadui waliposikia vile sisi hapa leo hii tunajenga kula ambalo kumepomolewa, tunarudisha watu kwa imani ile ya manabii na mitume na Yesu mwenyewe. Kwa hivyo wale waliposikia kwamba wale wanafanya matengenezo kwa kile ambacho kilikuwa kimeharibiwa, sasa Nehemia anatueleza kile ambacho alifanya na wenzake. Kusoma na ya kuwa Mungu amelibatilisha shauri lao. Ndipo sisi sote tukarudi ukutani, kila mtu kwa kazi yake. Ikawa tokea wakati huo, nusu ya watumishi wangu walitumika katika kazi hiyo, na nusu yao wakaishika mikuki na ngao na pinde na darii na maakida walikuwa nyuma ya nyumba yote ya Yuda. Hiyo ni 15. 15 ina 15. Nianzia 15. 15. Tusome 14. Nikatazama, nikaondoka, nikawaambia wakuu na mashehe na watu wengine waliobaki. Sasa hapa Nehemia anaongea na viongozi wenye walikuwa wanasaidiana naye pale. Msiwaogope, mkumbukeni Bwana. Aliye mkuu mwenye kuogofya. Mkawapiganie ndugu zenu na wana wenu na binti zenu na watu zenu na nyumba zenu. Sasa hiyo ndio wote nilikuwa nataka kupata hapa. Yaani aliongea na viongozi wale. Kama sisi tuko hapa tumekuwa wa kwanza kuelewa ukweli huu kwa sasa. Kwa hivyo tunapoelewa ukweli huu tunafaa tusiwaogope maadui na tupiganie familia zetu. Sasa tunapigania aje pasipokuwa na elimu? Maana kupigana si kupigana kwa damu na mangumi ama kutumia mishale. Kupigana na maadui ni kupigana nao kwa hoja za msingi, hoja za Biblia za ukweli wetu, kwa kusimamisha hoja hizo katika familia yako, ukiwafundisha vizuri na kuambia maadui hawataweza kuangusha. Kwa hivyo kila ambacho Nehemia anawashauri wale wenzake wakubwa ambao walikuwa wanasaidiana nao kazi, aliwatia moyo akawaambia mpiganieni. Lakini tumeangalia hapa nyuma, kila ambacho kitatufanya tupiganie ni kwa kuelewa kweli yetu. Ndio maana Paulo anaambia Timotheo kwamba
amemwacha Efeso. Ukisoma 1:2 mpaka 4 kitabu cha Timotheo wa kwanza, anasema alimwacha ili akabiliane na wale ambao wangeleta mafundisho ya uongo. Hebu tusome. Inasema kwa Timotheo mwanangu, hasa katika imani. Hiyo ni 1:1 Timotheo wa kwanza 1, tumeanza 2 mpaka 4. Hasa inasema kwa Timotheo mwanangu, hasa katika imani, neema na iwe kwako na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Yesu Kristo. Kama vile nilivyokusihi ukae Efeso, nilipokuwa nikisafiri kwenda Makedonia, ili uwakataze wengine wasifundishe elimu nyingine. Kwa hivyo Timotheo anashauriwa na Paulo kwamba aliache huko ili ukataze wengine. Saa hii elimu zimejaa, na vile tunasema tunaelekea ama tunarudisha watu kwa ukweli. Kama hutakuwa na ukweli huo yakini katika akili zao na kuelewa na kuambia vita hapa hiyo utaviweza. Maana vita hivi vinahitaji imani na kuelewa kile unaamini. Pasipokuwa na hiyo utaangamizwa ama mtaangamizwa pamoja na jamii yako. Maana Yesu alipokabiliana na mkuu wa kanisa ambaye ni Shetani, alikuwa anamwambia imeandikwa. Kwa hivyo na sisi ili tuelewe na kupigania wenzetu na miili yetu ama na mioyo yetu ili tukubalike siku za mwisho, lazima tuelewe imeandikwaje na imani yetu ikoaje. Ndio nikatangulia kusema kwamba lazima tuwe tunanakili na tunaenda tunayapitia baadaye. Kwa hivyo elimu ambao tunajifundisha tunafaa tuitilie mkazo, maana hatuna muda. Ile kidogo unaweza pata ukisimama kwa imani. Kwa hiyo na kuambia Yesu anaweza akakutumia kusimama na hiyo kidogo yenye umepata, maana kwa sababu hatuna muda. Yesu aliahidi kwamba atatupa kila ambacho wenzetu au maadui zetu hawataweza kutushinda. Hebu nisomee Luka 21:14. Kwa hivyo ina maana hata kama utakuwa na elimu kubwa, unajua ukweli hata ukiwa nao ni kidogo tu hivi, hiyo ni ukweli na hakuna siku itaangushi. Kwa hivyo kwa sababu tuko na muda mchache, sheria za kukandamiza imani zetu sipitishwe, na leo tutaenda kuangalia hiyo baadaye. Kwa hivyo ukiwa na elimu hiyo kidogo, na kuambia hiyo itakusaidia, na kwa sababu umekuwa mwaminifu, kwa hiyo Yesu anasema kwamba atatupa kila ambacho kitatusimamisha mbele ya maadui zetu na hawatatuweza. Kusoma hiyo inasema 21:14 mpaka 15. Inasema basi kusudieni mioyoni mwenu kutofikiri kwanza mtakavyojibu, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Unaona? Kwa hivyo ukisimama na kweli, hata ikiwa ni kidogo, ndugu zangu, bora tu tuingie maanani na tuamini. Yesu mwenyewe atatutia nguvu, kwa hiyo na watesi wetu hawataweza kutushinda, labda watuwekelee. Lakini ukweli ni kwamba hata mpaka kufa, ukishikilia kweli, siku ya mwisho tutafufuliwa tupate uzima. Kwa hivyo mimi kile ambacho ningependa tuelewe ni kwamba wacha tuelewe imani yetu ya awali. Msingi wake ni kuelewa kile ambacho kitafanya tusimame, kitatufanya tusimame. Kwa hivyo kwa sababu tuko wageni katika imani, kwa hivyo lazima tuanzie nyuma mafundisho ya awali, yale ambayo yatatusimamisha katika misingi ama msingi huo wa kweli. Nipe 5:12 na 13 kwa Waebrania. 5:12 na 13 kitabu cha Waebrania. 5:12 inasema kwa maana
iwapasapo kuwa walimu, inawapasa kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu, mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu. Kwa hivyo Paulo anasema mnapasa kuwa walimu, lakini mnahitaji kufundishwa na mtu. Najua tangu tulipoingia katika imani hii, hata tungekuwa walimu kitambo wa kufundisha ukweli huo na historia ingekuwa imefungwa, lakini kwa sababu hatukupata walimu wenye wanaelewa ukweli wetu, ndio maana tutakuwa walimu. Maana kile ambacho walikuwa wanatufundisha kwa kutumia mawazo yao, pasipo kutumia hekima ya mwalimu wa kweli. Maana Yesu alisema katika 6:40 kitabu cha Luka kwamba mwalimu hapaswi kumshinda mwalimu wake. Kusoma tusikie Biblia zangu 6:40. Kwa hivyo kwa sababu tumepatana na watu ambao wanaleta elimu sawa, ndio maana tumekuwa katika kanisa mpaka tumekuwa wazee na hatujaelewa imani yetu ngani. Hatujaelewa kile ambacho tunafaa kusimamia na kujiwasilisha kwa dunia. Kwa hivyo ndio Paulo anasema tunapasa kuwa walimu, lakini lazima tufundishe mafundisho ya wale mtu mwingine. Sasa huyu mtu mwingine si mwingine bali ni Kristo. Tusome tusikie Biblia inasema, mwanafunzi hawi mkuu kuliko mwalimu wake, lakini kila mtu ambaye amehitimu kulingana na mwalimu wake. Kwa hivyo kama wale ambao wanadai wa Kristo, ambao tulipatana na hao wanadai wa imani, lakini walikuwa hawafundishi kile ambacho Kristo alikuwa amefundisha. Kama wangetufundisha kama Kristo, basi tungekuwa walimu kitambo na tungekuwa tumefundisha ulimwengu. Wengi wangekuwa wametuelewa na ukweli wa Mungu ungekuwa umeshafika kila sehemu. Lakini kwa sababu watu walikuja wakaingia na mawazo yao, sasa tumekuwa tukichanganyikiwa tukitafuta ukweli ni upi kwa muda huu wote. Ndio maana Paulo anasema tunahitaji kuwa walimu, lakini ni kwa sababu muda mwingi umepita. Sasa nisomee ile 13 ile Waebrania 5:13. Pale tumeambiwa anasema kwanza tuanze na maziwa na Hebu hiyo andiko 12 inasema kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu. Kwa hivyo maziwa ni maandiko, ukweli wa Mungu, yaani msingi wa maandiko yale ambao unaelewa kwa rahisi, ndio yanaaziliwa kama maziwa. Hebu soma sasa 13. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Kwa hivyo kwa kupambanua mema na mabaya, wewe umekuwa mtu ambaye si wa maziwa, umeelewa msingi. Kwa hivyo msingi unaanza na maziwa, yaani maneno rahisi ya awali yanayohusiana na msingi wa imani yetu. Hiyo ndio Paulo anamaanisha. Hata ukisoma hapo mwisho namaliza ikisema mtu ambaye si wa maziwa anaelewa kupambanua mabaya na mazuri. Na ukiangalia katika habari za Yesu katika kitabu cha Isaya 7:14 na 15 inatuelezea kwamba Yesu angekuwa atumie nini ndio apambanue. Kwa hivyo hayo si maziwa ya ng'ombe. Tusome tusikie. Isaya 7:14 inasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama,
bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamuita jina lake Emanueli. Siagi na asali atakula. Kwa Kiingereza iko vizuri. Hapo kwa jina ndio ya Kiswahili inasema hivi, butter and honey shall he eat. Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse the evil. That he may know to refuse the evil. Kwa hivyo ina maana Yesu chakula chake kingekuwa ni maziwa na asali. Lakini maziwa yanayozungumziwa hapo si maziwa ya ng'ombe ama ya nyingine. Ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu. Kwa nini tunasema ni neno la Mungu? Ukiangalia katika Biblia inatuzungumzia asali ni nini? Biblia inasimulia asali ni nini? Ukisoma kitabu cha Methali, Mithali 119 aya yake ya 103. Tutusome tusikie. Zaburi. Psalm 119 verse 103. In 119:103 inasema mausia yako ni matamu sana kwangu, kupita asali kinywani mwangu. Kwa hivyo hapo tunaambiwa mausia ya Mungu ni matamu sana kupita asali. Neno la Mungu linafananishwa asali, lakini ni zaidi ya asali. Kwa nini? Unapoangalia katika kitabu cha Ezekieli, Mungu anapowatoa Waisraeli kule Misri, aliwaambia anawapeleka katika nchi inayojaa asali na maziwa. Ukisoma Ezekieli 26. Kwa hivyo si eti wakipelekwa waende wakunywe maziwa. Unajua hapo ndio watu wengi wao wanafikiri maziwa ya ng'ombe na ni asali ya Mungu. Lakini sio hivyo. Neno la Mungu ndio linafananishwa na asali. Sasa nisomee Ezekieli 3:1 mpaka 3 ituelezee hiyo asali hasa ni nini. Akaniambia, mwanadamu, kula uonacho. Hiyo ni Ezekieli 3:1-3. Kula gombo hili, kisha nenda ukaseme na wana wa Israeli. 5 ama 3:1-3 Ezekieli. Inasema basi nikafunua kinywa changu, akafunua kinywa chake, naye akanilisha lile gombo. Akaniambia, mwanadamu, lisha tumbo lako, ulijaze tumbo lako kwa hili gombo nikupalo. Ndipo nikalila, nalo kinywani mwangu ilikuwa tamu kama utamu wa asali. Akaniambia, mwanadamu, haya waendee wana wa Israeli, ukawaambie maneno yangu. Kwa hivyo ni ukweli kama neno la Mungu ndio linafananishwa na asali. Na maziwa ni hivyo tu. Na maziwa ni neno la Mungu la awali. Nipe Wakorintho wa kwanza 3:1 Wakorintho wa kwanza inasema hivi, lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni. Kwa hivyo Paulo anaongea na Wakorintho, anawaambia sikuweza kusema nanyi kama watu wenye tabia ya rohoni, bali na watu wenye tabia ya mwilini. Kwa hivyo anasema na watu kama watu wenye watajua mambo ya rohoni, watu wa mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Niliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, naam hata sasa hamkiwezi. Kwa hivyo ni neno la Mungu ndio linafananishwa na maziwa, bado ndio linafananishwa na asali. Kwa hivyo maneno ya awali ndio yanafananishwa kama maziwa. Maana mtoto mchanga hivyo anaanzia, akianza kukua anaanza kukula kigumu. Sasa kwa kigumu ni mambo ya unabii na mambo mengine ambayo si rahisi mtu aweze kuyaelewa. Yule mwenye ameanza msingi
ndio sasa unapata anaanza kuyaelewa polepole, mpaka hata mengine ya unabii yanakuwa si kitu kwake. Ndio maana unaona watu wengi wanapowasilisha ukweli huwa wanashtuka, hata wanaona kama Biblia unaandika yao, kwa sababu hata hawasomi na hawataki kutilia maanani kile ambacho wanafundisha. Sasa unapowasomea maandiko mengine wanaona kama ni mageni. Kwa hivyo hiyo ndio asali na masiwa inayozungumziwa. Kwa hivyo sisi nafikiri tunaenda kupita kimo hiki, maana kwa sababu muda ni mchache, na sasa kusoma kwamba si yote ambayo tutayasoma. Kuna yale tutasoma na kuna yale tutayasoma kulingana na roho ya unabii. Ndio nikatangulia kusema kwamba yale machache ambayo Mungu ametukubalia tumeyasikia, bali tuyatilie maanani na tuyafuatilie kwa kuyasoma na kuomba, ili Mungu atusaidie kupitia hayo. Hata ikiwa machache tumesikia, Yesu anasema anaweza kutusimamisha mbele za watesi wetu, Kwa hivyo ni mimi na wewe kuweka mkazo katika kila ambacho kimeandikwa, maana katika imeandikwa huko ndiko tutashinda. Katika neno ndio tutashinda vita. Msomaji, tusomee 3:15 Timotheo wa pili. 3:15 inasema na yakuwa tangu utoto, utotoni au tangu utoto unayajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kwa hivyo maandiko kwa kuyajua hayo ndio tu yatatupa wokovu. Kwa hivyo Timotheo Paulo anasema anajua kwamba tangu utotoni anayaelewa maandiko. Kwa hivyo na sisi tukiyaelewa hayo ndio yatatupa wokovu. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi nawasihi kwamba kwa sababu shetani hapendi ukweli, wakati mwingine utakuwa unafanya uchunguzi kwa kusoma haya maandiko upate umekuwa na usingizi, ama wakati mwingine upate hauna nguvu na muda wa kusoma kila ambacho ni ukweli. Kwa hivyo kila ambacho utakuwa unafanya ni kuomba na kumwilia Mungu ili akupe nafasi ya kuelewa ukweli wake, hata ikiwa ni kidogo kama ule ukweli ule mdogo ambao unaupokea. Kupitia huo utapata kusimama. Maana Yesu anasema yule akumwaminifu kwa kidogo anaweza akampa sasa kingi. Isoma Luka 16:11 kupanda. Hivyo ndivyo Yesu anasema kwamba yule mwenye atakuwa mwaminifu kwa kichache anaweza akamuongezea hata kikubwa, maana ameweza kuwa mwaminifu kwa kichache. Kwa hivyo kwa sababu tulikuwa nifanye devotion ya asubuhi, singependa kuenda sana. Kile ambacho nilitaka tujue ni kwamba wale tuelewe misingi yetu na tuelewe ukweli wetu ni upi unaweza ukatusimamisha kwa nyakati hizi ngumu ambazo tuko nazo. Kwa hivyo kile nilikuwa naangazia ni kwamba tuwe tunaandika. Ni vizuri leo nimeona wenzetu wako na vitabu kila mmoja. Kwa hivyo cha muhimu ni kwenda na kufanya revision baadaye. Ukifanya hivyo inaweza kukusaidia na ukasaidia wale wenzako ambao mko na wao. Maana tunaambiwa sisi kama wazee, na vile mnaona ni wazee tuko hapa. Hebu nisomee Timotheo wa kwanza 5:17. Sisi kama wazee kuna shauri Mungu anatupea. Kwa sababu tumepatana ni wazee tuko hapa. Sasa jukumu ambalo Mungu ametupa ndio hilo. Sasa nisomee hiyo na pengine nitamalizia hapa. Wazee watawalao vema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu. Hiyo ni Timotheo wa kwanza 5:17 tunasoma. Wazee watawalao vema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu. Wanastahili kuhesabiwa heshima maradufu, hasa wao wajitaabishao kwa kuhutubu na kufundisha. Kwa hivyo wale wenye wanastahili kupewa heshima maradufu ni hao wanajitaabisha kwa kuhutubu
Kuhutubu tulisoma asitani wale ambao wanafariki na kuushauri watu maneno ya faraja na kufundisha. Kwa hivyo sasa sisi pia tuko wazee na pia tumeelewa kwamba wale ambao wamekuwa kwa imani walikuwa yaliandikwa ili yatufariji sisi, na sisi pia tunaandika na tuko tayari kuwa walimu. Mungu atatuwezesha ili tuwe watu wa kufundisha ukweli huo ambao tumepata, na kupitia huo tutaweza kusimama na familia zetu zitaweza zikapona. Kwa hivyo ningependa kuachia hapo kwamba wale tutilie maanani kile ambacho tumekisikia, na kupitia hicho tutaweza kukasimama. Hivyo wacha nimalizia hapo, labda kama mtu ana swali ama anaongeza ataongezea, ndio tuombe. Kwa Mathayo kwa jinsi tumefundisha, tumeshukuru sana. Mathayo 5 Mathayo 5:20 inasema hivi, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Ndugu yangu, ulikuwa na wajana hapo. Sasa ni jinsi tumefundisha, ni kweli. Mwenye anapokea mafundisho tunafaa kuichukulia zaidi, maana wanaonekana Mafarisayo, jinsi Yesu anasema hapa, wanaweza kuwa Shetani alichukua nafasi ya kuwatamalaki ili wapenyeze mafundisho fulani ndani ya maandiko, ili wale wanafundishwa wapate kuyapata. Ndipo hapo sasa Yesu anasema ya kwamba nyinyi msipokuwa waangalifu na wasomi zaidi ya wale walimu wenu, hakika mbinguni hamtaweza kuingia. Kwa hivyo na mimi nakuongeza ya kwamba ni kweli unasema, tunapopata mafundisho haya tukue endelevu wa kunyanyika na kuyatumika kwa usikivu. Sana. Kwa hivyo waandishi na Mafarisayo ni watu ambao walikuwa wanasomea sheria ya kiulimwengu, sheria ya mwanadamu. Hata Paulo hiyo ndio alikuwa amefundishwa na Gamalieli. Sasa Yesu anapokuja alipata wameacha sheria ya Mungu, wameanza kufundisha sheria ile yao yenye wanafundisha. Najua hao wanafundishwa kama hao wana teolojia wa leo. Maana wana teolojia wa leo ndio wanafaa viatu vya Mafarisayo na hao Masadukayo. Maana katika Mathayo 15:7 mpaka 9 Yesu anakuja anawaambia, nyinyi mmeacha sheria ya Mungu, mnakumbatia mapokeo ya wanadamu. Naona. Kwa hivyo leo hii ukiangalia wanateolojia, yaani wanafundisha watu elimu ya watu ama elimu ya Shetani. Maana elimu isiyotokana na Mungu ni ya Shetani. Sasa wameacha sheria ya Mungu. Maana ndio maana Yesu anasema haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo hamtaokolewa. Haki sasa yenye anazungumzia, ukisoma Psalm 1:1-2, haki ni sheria za Mungu. Ili mtu aitwe mwenye haki ni mwenye ako na sheria za Mungu. Kwa hivyo sheria za Mungu ndizo zinafananishwa na haki. Hebu tusomee hiyo tusikie. 119:174. 172. Inasema inasema ulimi wangu na uimbe ahadi yako, maana maagizo yako yote ni ya haki. Maagizo yako yote ni ya haki? Ni ya haki. Tusomee 142 hapo. 142 inasema kwa hivyo maagizo yote ya Mungu ni ya haki, lakini ukisoma English inasema all your commandments.
42 inasema haki yako ni haki ya milele, haki yako ni haki ya milele, na sheria yako ni kweli, na sheria yako ni kweli. Sasa hapo ukizingatia andiko hili Psalms 1:42 inasema haki yako ni haki ya milele na sheria yako ni kweli. Na haki kama haki ya milele na sheria, Yesu anaposema katika Mathayo 5:17-18 anasema dunia na mbingu zitaanguka, lakini sheria iko milele zote. Unaona? Kwa hivyo sheria na haki sio vitu mbili, ndio hiyo. Ndio hiyo. Nikiongezea 51 nafikiri 7. Kitabu ni cha Isaya. Maana hiyo ndio mzuri sana. Isaya 51:7. 51:7 inasema nisikilizeni ninyi mjuao haki, watu ambao mioyoni mwenu mna sheria yangu. Unaona? Kwa hivyo sheria ya Mungu ndio haki. Kwa hivyo Yesu anaposema pale nyuma, si kitu kingine Mungu alikuwa anasema, ni vile waliacha kulingana na Mathayo 15:7. Waliacha sheria za Mungu wakaingia kwa sheria za wanadamu. Sasa Yesu anaambia watu kwamba msipozidi hawa walimu wenu hao, haki yenu msipozidi ya hao, hamtaona ufalme. Kwa hivyo hiyo ndio maana yake. Na leo hii ukiangalia wanateolojia wametoa sheria ya Mungu ya kwanza wamefunja, maana wameleta Mungu mwingine ambaye hajawahi kufundisha. Kwa hivyo wametoa watu, wamewarudisha sehemu ambao Mafarisayo walikuwa wameweka watu kipindi. Sasa watu wako hapa. Kwa hivyo watu wasipokaa maanani kwa maandiko na warudi kwa Yesu, waombe ili awafunulie ukweli wake na waudie maanani, hawataweza kufahamu na yao haitazidi ya Mafarisayo wao. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto tuko nayo leo, maana Mafarisayo hao wanaabudu katika siku ya saba na wanabeba Biblia na kila kitu wako nayo. Kwa hivyo wanazungumzia wanateolojia kwa sasa ndio Mafarisayo. Sasa vile wanashika siku ya Mungu na wanabeba Biblia na wanasoma hiyo kila siku, sasa wale wako chini yao wengine hawajawahi kufunuliwa ama kupewa nafasi ya kuelewa kweli za Mungu katika Biblia. Wao wanaona hao watu ni wa kweli kwa sababu ni siku ya saba, bado wanapumzika na kile wanasoma ni Biblia. Lakini wanasoma wakipendua. Sasa usipokaa makini utaenda na wao. Kwa hivyo hiyo ndio jambo tuko nayo saa hii, maana shetani analeta kitu photocopy lakini inafanana kama original. Sasa usipokaa makini utapata tu unaendelea kuchukua copy kumbe ni original umeweka kama. Hiyo sasa ndio shida. Sasa lazima akili zetu ziwe timamu na tupate kuachia maandiko yajieleze, yaani tuelewe na maandiko, usielewe na akili za Mungu. Maana Yesu anasema katika Luka 24:45 kwamba alipowafunulia wale wanafunzi wake 12 Roho Mtakatifu, aliwafunulia akili zao ili waelewe na maandiko, si waeleweshwe na akili za watu. Sasa pasipo Roho wa Mungu unaweza ukawa unafuata watu tu pasipo kujua, kwa sababu wamesimama katika ile laini yenye inasemekana ndio ya ukweli, lakini kile wanasema ni kitu kidogo tu wamepinga. Sasa wewe usipokaa makini, wewe uweze wale hiyo Bwana ndio wamefanya hapa. Sasa hiyo ndio shida. Kwa hivyo mwalimu, ukweli ni kwamba Shetani naye pia anaelewa sera na misoko za Mungu. Sasa kwa mafundisho yetu tumetokea kile zaidi ni kwamba tuwe macho, wala yule mwovu yeye asomi, yeye anaelewa sote, lakini wenye tunafundishwa ni tugangane tujue, lakini yeye anajua. Kwa hivyo kama tusome kabisa na kuangalia maandishi jinsi yanavyoandikwa, tusikuje tukapotea hata koma. Ni rahisi sana Shetani kupenda na kutuangusha sisi. Maana imeandikwa
Yeye Shetani alipokuwa anaenda kwa Yesu, yeye si anaenda akijui, yeye anaenda kwa yeye akiwa anaelewa ukweli. Na maana anajua Yesu ni wa ukweli. Yeye hataenda huko kwa ukora, maana akienda huko kwa ukora hatashinda. Anaenda huko akiwa na ukweli, lakini hiyo ukweli unapungua kiasi. Ili akimwanguza, amwanguza hata 10%, amwanguza hata 10%. Maana akienda huko, Yesu akamwambia imeandikwa, akimuuliza mbona njaa ya kuoa yapindua ya mawe ya mkate ukali. Yaani unajua sasa mwalimu, hapo tunapata ukweli ya kwamba Shetani alikuwa na ukweli Yesu anaweza. Sio alikitu alienda akibahatiza, anajua Yesu anaweza. Mbona njaa kuoa hizi siku zote na badala ufanye hii mambo ya mkate ukali. Ndio maana ukisoma Mathayo 8:44 inasema sasa huyu ni Ibilisi anaongelewa kwamba ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Kwa hivyo hata Shetani ni baba. Alafu inasema yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamuna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Kwa hivyo Shetani ni baba ya uongo, yaani kweli haiko ndani yake, si rahisi aseme kweli, yeye anasema tu uongo. Hivyo tangu mwanzo. Lakini akija kwa mwanadamu anatumia uongo, lakini akienda mbele ya machoni kwa Bwana anatumia ukweli, maana amechukua ile uongo wako umeshinda katika dunia. Akienda huko anaenda ukweli. Sasa akienda huko anajua Mungu na ukweli, na hata karibu hata ndogo huko. Akimwambia utengeneza haya mawe yao mkate ni kweli, anamwambia Yesu atoe, lakini Yesu ni kwa sababu Yesu hautengeneza. Maana hii ni harakati ya kumsaidia. Hii ni harakati ya kumsaidia kupata jai Mungu. Na anamwambia, anamkumbusha maana ana uwezo ule wote wa kutengeneza yale mawe ya mkate. Na kwa nini Yesu anakataa? Yesu alikataa kwa andiko. Ukisoma hiyo Deuteronomy verse 3. Hapo ndio Yesu alimwelekeza. Maana Shetani kutumia andiko vibaya, Yesu sasa akamwelekeza vile hilo andiko lina Mungu alikuwa ameagiza. Hebu tusikie Deuteronomy 8:3. Kumbukumbu la Torati 8:3 inasema akakutweza akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usioijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Kwa hivyo Shetani yeye alikuwa mawe yabadilishe, lakini Yesu anamwambia si chakula hii ya kawaida. Shetani alikuwa anasema ni neno linalotoka kwa Mungu. Hilo ndilo mwanadamu anafaa kuishi kwalo. Naona maana pale nyuma ile Mathayo 4:6 Shetani ndiye analeta wazo hilo. Lakini sasa Yesu anamwelekeza, anamwambia unafaa kuishi katika ila litokalo kwa neno la Mungu, yaani kwa kinywa cha Mungu. Naona sasa mwalimu, hapo tulikuwa tunataka kuona ni jinsi gani Shetani ameingilia mwalimu. Sasa hapa ni katika harakati ile ya asikuje akaende akigeuka ile kitu kinaitwa ukuta. Sasa hapa ni koma, anaenda huko akigeuza koma tu peke yake, amwanguzi. Maana kama Yesu kweli angetengeneza yale mawe yakawa mkate kale angesiba, ingekuwa rahisi. Lakini furaha ile ingekuwa kwa nani? Kwa nyumba ya nani? Kwa nyumba ya Ibilisi. Maana watasema tumemsaidia angekufa. Sasa hapa Yesu anamshinda kwa sababu anasema ni sawa kukaa kwa nyumba ya Mungu
kwa njaa adhabu ya kila njia kuliko kusaidiwa na Mungu. Sasa mwalimu, sasa tuseme shetani akija kwa mwalimu anaingia kwake ili kupenyeza yale maandizi yaingie kabisa, ni kukuleta njia ya kukusaidia ile njia wewe unasumbuka anakuja na maandizi yake anakwambia wewe mbona unasumbuka hivi si ufanye hivi na ni kweli ukifanya hapo unafaulu, lakini ni nani anakuambia? Sasa hapo ndio tunasema Shetani akikuja kwa anakuwa na 99%, lakini ana miss tu 1%, and this 1% brings you it can throw you down to 0%. No. Sasa ile njia tu ya wale malaika kufurahia malaika wa hivi wangeselekea siku ile. Unajua huko wangeselekea waseme yeye angekufa kwa njaa. Na unaona wanataka kwa Mungu. Wanamwambia kweli yeye, maana kuna maandishi mahali fulani yanasema ati yule mtu anatusaka kwa kuna maandishi mahali fulani yanasema kwamba yule mtu anakujaka kutusaka mbele ya Mungu, tumemuona. Hawashtakie ndugu zetu. Kuna mahali anachukua maneno kutoka dunia kwa mstaki kwa Mungu, mstaki wenu hapo ngaka anaangalia kile kitu tunafanya na sasa nakuja kutoa. Maana akienda huko atasema hiyo vile si zaidi. Nani anasema akienda huko kama sasa? Shetani. Hiyo ni kitabu cha Yakobo 4 aya ya 7. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa njia tunafundisha, maana tukae kwa maandishi kabisa mmoja, yaani kuangalia kabisa kujua maandishi yanasema nini, na yasikuje yakaenda kinyume. Maana hii inawezekana tufanye hivi, ndio inawezekana kuanguka kabisa, kuanguka. Hivyo tukiwa makini, kwa hakika hata Yesu ataingilia kati kusaidia tuweze kushinda. Maana sisi akimsema tutamweza huyo mtu ameishi miaka mingi. Nilikuwa naongezea hiyo sehemu ya shetani. Unajua shetani ako na matitles mingi sana. Yeye ni mwongo, yeye ni muuaji, yeye ni mjanja, yeye ni mkora. Yaani zile tabia negative peke yake. Yaani negative peke yake. By the way, vile tu amesema, shetani hata akusuggestie anything bora tu kimetoka kwa shetani. Hakika na nia njema. Hata kama utaona amesema ndio kama ni nia njema. There's something he wants to do to score. There's something he wants to achieve. Kuna kitu hapo. Hata kama amesema, hata kama wewe uko na njaa, si Yesu alikuwa na njaa. Na hata amemsuggestia bwana ungezunguka sana. Unajua kitabu cha Savages ukisoma hiyo sehemu ya Temptations. Inasema shetani alimpata Yesu akiwa amekaa kwenye mawe. Kumbuka alikuwa kwa jangwani, sio? Ina desert, inaweza kuwa dusty, inaweza kuwa sandy, inaweza kuwa stony. Sasa alipata mahali ilikuwa stony. And by the way, tunaambiwa the stones were in the shape of bread. Unajua ukikaa kwa mawe mengi, unaweza pata kastoni kingine kama ka triangle, kama madazi. Kingine kama mkate kabisa. That is how it explains. Ya kwamba mkate yaani jiwe lilikuwa linaonekana kama mkate. Ni kusema tu wewe jiwe vile hiyo shape, geuka tu wewe mkate. Na kwa kusema kweli finally tunajua aliposhinda yale majaribio yote ya shetani. What happened? Malaika walikuja wakamhudumia yeye. As what we are told, the angels of God came and ministered. Meaning ministering ni chakula walipewa, yaani kila kitu, and he was refreshed. So anything, my friends, must be there. Anything, and I wish you underline that word, anything, from the what? From the devil, must be harmful. Yaani hata kama imeonekana kuwa nzuri, ndio sababu nimependa tusome Waefeso, tunaifahamu ni 6 fungu la 10 na 11. Anaposoma Kiswahili pale, alafu nisome na Kiingereza.
Ndio niweze kuongezea kitu hapa. Inasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye finally. Alafu fungu la 11, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kupinga ila za Shetani. Yes. Ndio sababu amesema tuvae katika fungu la 11. Silaha ngapi? Zote. Zote za nani? Za Mungu. Za Mungu. Sasa hapo my brother, hata kama umetoka nje, utarudi tu utapata hiyo, utapata inaendelea ndio tuweze kumalizia. Yaani hatuambiwi tuvae silaha chache. Kama ni 100 tuvae zote. Kama ni 50 ni zote. Kama ni 2 ziwe zote. Ukiona umeacha silaha moja nje, hapo lazima Shetani lazima atapenya. By the way, my English version inasema finally be strong in the Lord. Ndio kusema Paulo alikuwa amesema mengi kutoka juu, mengi, sasa anasema finally hatimaye kuwa mwenye nguvu ndani ya Bwana, be strong in the Lord and in the strength of his might. Alafu ameanza sasa kutupa namna ya kuwa strong. How do we become strong in the Lord? Verse 11 hasa 11 onwards, ukianzia 11 uendelee mpaka mwisho wa sura hiyo. By the way, mwisho wa sura ni fungu la 24. Hapo ukisoma uendelee utaona yote. Ndio sababu amesema fungu la 11, my brother amekuja anasema put on the whole armor of God. Ukiona umevaa silaha zote, usiache yoyote nje. Na tena silaha hizo zisiwe za Shetani, zisiwe za from any other source, ni za Bwana. Ndio sababu anasema that you may be able to stand against the schemes of the devil. Kiswahili imesema hila za Shetani, lakini version zingine za Kiswahili zinasema uongo wa Shetani. Ungeandika huku kwa ubao, ungeandika hila, uongo, janja. Ndio sababu hata Kiingereza kuna schemes yake. Shetani anaweza kuscheme the anyway ndio akunasi. Lakini kwa muhtasari, mimi nimeorodhesha pale. Ukiendelea fungu la 14 inasema the belt of truth. Truth kwa Kiswahili ni kweli ya Biblia. Unajua kama hujajihami kwa kweli ya Biblia, Biblia inasema ni kama vile ulivyosema, by the way, kama tusome Biblia, we study it prayerfully, na tujue ya kwamba hii sauti ya nani? Ya Bwana, ya Mungu. Shetani atatupata na hila zake. Alafu kuna gospel 15 ya kwamba uvae miguu. Ndio sasa miguu unapoenda unachukua injili, si ndio? Alafu umalizie hiyo kuna hiyo ya salvation and the spirit. Uwe na wokovu na nini? Na Roho Mtakatifu. Alafu na prayer. Basi hili nasema praying at all times. Kuomba tunashauriwa tuombe kila wakati. Kiswahili amshua inasema hiyo, because in English inasema that is verse 18. Pray at all times. Elsewhere we are told pray without ceasing, without stopping. Yani watu wa kuomba. And there is something here. In the spirit, tunajua kuomba kwa roho, it means a lot. So kuna mengi hapo wenzangu, ndio sababu nimesema Shetani ni mjanja. Lakini lazima tujihami kwa silaha ngapi za Mungu? Zote mpaka imani, maana tunaambiwa without imani hakuna kumpendeza. Without faith you cannot please him. Nimefurahi. Unajua tujaenda nje kwa topic ngoja ndio umesema kufundisha ya kwamba alipoenda kwa Yesu anamwambia Yesu akichikwa anamwambia na ile kitu ulikuwa unakuuliza na kweli kwa maneno yote bila alikuwa anaenda kwa Yesu. Hiyo sasa ni majaribu ya spiritual. Sio majaribu, yani unajua hiyo peke yake bila kufundisha inaweza maliza hata mwaka mmoja kufundisha. Lakini watu wengi hawaelewi. Ilikuwa just only 3 trials. Akamwambia unakufa acha kwa nini? Bakara kutengeneza hii mawe leo mkate kwa ukata. Ya pili
Nasemekana he took him to the highest peak of the earth and he saw in all the kingdoms and the glorious spirit of the world. He told him all these are unclean. Have not been given to them. I give to him I like, except only that you kneel down and worship me, I will give you all this. Are you with me? Yes. Sasa hapo Yesu akamwambia ya kwamba hii sio yako. Yaani the control was supposed to that he who was his and he who was not his. Yesu alimjibu aje? Alimwambia it is written, worship God and serve him only. Kama sio? Yes. Ya tatu, alienda kwa kitabu cha Samueli 91. Akamwambia akamchukua to the highest peak of the temple, and then he told him to I said, from here it is written, God will prepare secrets to hold you up with your hands, to keep you from stumbling against the rocks of that tree. That's all about it. Kwa hivyo, akija kwanza muovu kwa waumini, sasa tuseme kwa watu, kwa watumizi wa Mungu, akija hapo kweli unaweza kutaja hii mjane ya pili, unaweza kutaja kuonyesha Mario, yaani jinsi vile dunia iko safi, jinsi vile kila kitu kiko, Kristo ndio kutushindia. Hivyo Kristo akiwa ndani yako, alishinda unashinda. Yaani na mahali sisi walikuwa tufungiza hapo. Ati watu walikuwa wanakula msaada. Mimi nilikuwa nasikiza sana. Watumishi wa Mungu walikuwa wanakula msaada shilingi 400. Lakini wakati Shetani alikuja waliweza kula ndani. Walifanikiwa. Hii njia gani? Hata zaidi unajana kazi. Wengi wewe unafikiria hata wenye wanasoma teolojia kama wanatetea chini kwa sababu ya mishahara. Akija kwako. Maana wale wanalindwa na kanisa, watoto wao wanasomeshwa na kanisa, mshahara nyingi. Sasa lazima wasimame kwa huo uongo kwa nguvu zao zote, ili wasije wakakosa hayo. Sasa si hapa kule nasema hao tumechukua kwa Mungu anawaambia wewe ulinishinda, lakini hao wananishinda. Hawanishinda. Kwa hivyo wewe unashinda tu, ni wewe unashinda. Unajua kuna akikuja kwa mtumishi, unajua hili swali inalinda tu watumishi. Watu tu wataona hao watu wa makono wanasema wazi wa makono. Hayo ndio mtihani hata vita. Akapile kwa kabisa. Wewe unatembea na gari mzee, wewe unatembea na suti ya samani na watumishi wewe uko naye hapa mingi, si uwaambie walete pesa, wewe ukwenda chini. Wana kasema hao watu kwa sasa. Hawalete pesa. Ni kama mtu hana pesa si atoke. Kama jinsi ya yaani hiyo ndio mafundisho ya kwamba wewe unateseka na njaa. Na mambo ndio sasa watu wanataka kama mambo wasiwaambie ulete pesa tutajiri. Yesu akisema huko tajiri hata wapi? Kila lengo. It is impossible for anyone to enter the kingdom. Lakini sasa hapa Shetani atamwambia ya kwamba kila mtu hapa anatafuta utajiri, kama sivyo hiyo injili inasimama. Itasimama hadi disirive because of what is happening. Sasa watu wanasema kuna pesa. Hiyo tu ndio nimefundisha, hiyo mbele yake. Ni ngumu sana kwa watumishi, ni ngumu. Hakuna mtumishi amesepeta. Mawe kutoka mawe. Si nikwambia kitu nienda kwa kanisa kile. Nikapata watu ni wengi. Watu ndio na mhubiri mmoja, hakuna kitu anafundisha. Wewe unafundisha maneno ya muhimu mbaya sana. Mimi nakwambia hili maneno unafundisha kama ingekuwa tu watu wafanikiwe kusikia. Yesu amerudi. Lakini sasa kuna injili kama hiyo wewe utapata kwa kweli. Hakuna. Ni vigumu sana. Sasa watu siku hizi ni mkate. Hao watu wamefuka kama wamefika 1000. Hapa kila mtu akileta 1000 ni 1000. Tumebadilika. Umesikia sasa? Sasa hapo iko jibu hapo. Kwa hivyo ndio maana unaona viongozi wa makanisa ama mapasta wengi, ukweli inakuwa ngumu kuelewa. Si eti inakuwa ngumu. Ni wao tu wanajihusia mbali.
kwa sababu ya kile ambacho wanapata kwenye wako. Hata ukisoma Marko 12:37 mahali panaandika, anasema kwamba Yesu alipokuja telekomo ni nene hadi mwingine. Yaani watu wa kawaida ndio walimuelewa kwa rahisi. Lakini watu wale ambao walikuwa wasomi wamesimamia vicheo hapo kwa makanisa ama kwa madhehebu hawakumkubali. Na leo hii ndio hivi. Wale ambao wamepewa hata upate pale kwa kanisa ni youth leader ama mtu yeyote katika kanisa amepewa cheo. Huyu mtu kumhubiria ukweli akubali ni kwamba ngumu sana. Lakini hao wa kawaida hao wanaona kitu kwa kanisa hao inakuwa rahisi. No? Kwa hivyo hiyo tu ndio inaendelea mpaka saa hii. Nafikiri waje tuombe mengine tutaendelea kujifundisha. Tuombe. Mungu wetu unayetufahamu na tujua, tunashukuru maana umetujalia tumekuwa hai mpaka siku ya leo. Umetuongoza kwa miaka hii yote na umetukutanisha hapa ili tupate kujifundisha kutoka kwako. Wote ambao tumeungana hapa ili tupate kusikiza sauti yako, tunaomba Mungu isipate kutukosa. Kila mmoja wetu ipate kumwingia na utupe masikio mazuri na akili nzuri ili tupate kuelewa na maandiko yako. Zaidi ya yote tupe Roho wako Mtakatifu atusaidie kama alivyosaidia manabii na mitume wakapata kusimama kwa kweli yako mpaka hata kufa. Nasi tusaidie kwa maana ukweli wako tumepokea. Endelea kutuandaa na kutupea nguvu hiyo tuongezee ili tupate kusimama kwa mwofu ambaye amejiinua nyakati za mwisho. Tunapoendelea na vipindi vyote vya siku ya leo, tunaomba upate kutuongoza, upate kutuelekeza, na wale ambao tutakao kuchangamana nao baada ya Sabato hii tuwe Mungu kwao. Zaidi ya yote tuokolewe siku hiyo tutakaporudishwa ufalme wako. Ni katika Kristo tumeomba na kuamini. Amen.